Karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha unajiabone, una comment, vile una partage, na mtu wengine wanasema una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Katika taarifa yetu ya habari tutawafahamisha mengi yanayoendelea mashariki mwa DRC, vile mtafahamu mengi yanayoendelea pande zote za dunia. Karibu katika ripoti yetu hii ya asubuhi. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu waliokimbia makazi yao wamekusanyika katika mji wa Mweso wakikabiliwa na ukosefu mkubwa wa mahitaji ya msingi. Wakazi hao waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi ya waasi, kwa sasa wanaishi katika eneo la NCT Kizito ambalo limegeuzwa kuwa kambi ya dharura. Hata hivyo, hali ya maisha katika eneo hilo imeelezwa kuwa ngumu kupita kiasi, huku wakazi wakikosa chakula, maji safi, huduma za afya na malazi ya heshima. Kwa mujibu wa baadhi ya waathirika, wengi wao ni wanawake na watoto, wamekuwa wakilala katika vyumba vilivyojaa kupita kiasi au hata nje bila kinga dhidi ya mvua na baridi. Ukosefu wa vyoo na huduma za usafi unaongeza hatari ya mlipuko wa magonjwa ya kuambukiza. Wakazi hao sasa wametoa wito wa dharura kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu pamoja na serikali kuingilia kati haraka ili kuokoa maisha yao. Wanasema kuwa tangu wafike katika eneo hilo hawajapata msaada wa kutosha, jambo linalozidisha mateso yao kila siku. Hali hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya karibu, hasa kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, hali inayosababisha watu wengi zaidi kukimbia makazi yao na kuongeza msongamano katika maeneo ya hifadhi. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, hali inaweza kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo, hasa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani na rasilimali chache zilizopo kwa kuwahudumia. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wa kimataifa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kuhakikisha usalama unarejea katika eneo hilo ili kuruhusu msaada kufikishwa kwa urahisi na wakazi kurejea katika makazi yao. Kwa sasa kilio cha wakazi wa Mweso kinaendelea kusikika. Wanahitaji msaada wa haraka ili kuokoa maisha yao na kurejesha matumaini katika maisha yao yaliyotikiswa na vita. Katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kwa zaidi ya kaya 500 ya wakazi waliorejea katika groupment ya Mwenye. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, familia hizi zimerejea katika maeneo yao ya asili baada ya kipindi cha kukimbia mapigano na hali ya usalama isiyotabirika iliyokumba eneo hilo katika miezi iliyopita. Hata hivyo, kurejea kwao hakujamaanisha mwisho wa mateso, bali mwanzo wa changamoto mpya za maisha. Wakazi hao wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa mahitaji ya msingi ikiwemo chakula, maji safi ya kunywa, huduma za afya pamoja na makazi salama. Nyumba nyingi zimeharibiwa au kuchomwa moto wakati wa mapigano, hali inayowalazimu baadhi ya familia kuishi katika vibanda vya muda au hata kulala nje. Miundombinu ya kijamii kama shule, vituo vya afya vimeathirika vibaya, jambo linalozorotesha upatikanaji wa elimu kwa watoto na huduma za matibabu kwa wakazi. Wazazi wengi wanasema wanashindwa kupeleka watoto wao shule kutokana na ukosefu wa vifaa vya masomo na hali duni ya maisha. Mashirika ya kibinadamu yanajaribu kutoa msaada, lakini juhudi hizo hazitoshelezi mahitaji yaliyopo. Baadhi ya wakazi wamelalamikia kuchelewa kwa misaada na ukosefu wa uratibu wa kutosha katika kuwafikia wote wanaohitaji. Hali ya usalama nayo bado ni ya wasiwasi katika maeneo ya karibu, jambo linalowafanya baadhi ya waliorejea kuishi kwa hofu ya kurejea tena porini endapo mapigano yatazuka upya. Wito umetolewa kwa serikali pamoja na washirika wa kimataifa kuongeza juhudi za haraka ili kuboresha hali ya kibinadamu katika eneo hilo.
Wananchi wanahitaji msaada wa dharura pamoja na mipango ya muda mrefu itakayo wasaidia kujijenga upya na kurejesha maisha yao katika hali ya kawaida. Kwa sasa matumaini ya wakazi wa Mwenye yanabaki mikononi mwa msaada wa kibinadamu na kurejea kwa amani ya kudumu katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa vinavyohusishwa na kundi la waasi wa M23, Rais Paul Kagame ametoa kauli akielekeza lawama kwa mataifa makubwa ya kiuchumi kuhusu suala la unyonyaji wa rasilimali za Kongo. Akizungumza kuhusu mada ya madini ya Kongo, Paul Kagame amedai kuwa kuna zaidi ya mataifa wadau 100 wanaonufaika na rasilimali hizo. Alitaja wazi kuwa nchi kama Marekani, China, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Canada ni miongoni mwa wanaohusika kwa kiwango kikubwa katika sekta hiyo. Kwa mujibu wa Rais Paul Kagame, nchi yake ya Rwanda iko katika nafasi ya chini kabisa miongoni mwa wanaodaiwa kufaidika na madini ya Kongo. Alisitiza kuwa ni jambo la kushangaza kuona Rwanda ikilaumiwa mara kwa mara kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi kwa mtazamo wake si miongoni mwa wanaonufaika au si miongoni mwa wanufaika wakuu wa rasilimali hizo. Rais Kagame alishtumu jamii ya kimataifa kwa kutumia ushawishi wake wa kifedha na kimedia kuunda simulizi iliyolaumu Rwanda. Alieleza kuwa baadhi ya mataifa na makampuni yana nguvu kubwa ya kiuchumi na vyombo vya habari, hali inayowaruhusu kuelekeza lawama kwa wengine ili kuficha maslahi yao binafsi. Kauli ya Kagame alidai pia kuwa baadhi ya wadau hao wa kimataifa wana uhusiano wa kibiashara na viongozi wa Kongo, akimtaja Rais Felix Antoine Tshisekedi, akisema kuwa ubia wa kiuchumi unahusisha baadhi ya watu huku ukichangia kudumisha hali ya sintofahamu nchini humo. Kauli hizi zinakuja wakati hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi yakiathiri maisha maelfu ya raia. Jamii ya kimataifa imekuwa ikitoa wito ya suluhu ya amani, lakini lawama kati ya pande husika zimeendelea kuongeza mvutano. Kwa ujumla, matamshi ya Rais Kagame yanaongeza sura mpya katika mjadala mpana kuhusu nani hasa anawajibika kwa mgogoro huu wa muda mrefu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni mataifa ya nje yanayonufaika na rasilimali au changamoto za ndani za kisiasa na kiusalama. Katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeshuhudiwa ziara muhimu ya kidiplomasia inayoweza kuwa na athari kubwa katika juhudi za kurejesha amani. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, James Swan, amewasili mjini Goma hii Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ziara hii inakuja takriban wiki tatu tangu ateuliwe rasmi kuwa mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC pamoja na mkuu wa MONUSCO. Ujumbe wa kulinda amani unafanya kazi katika maeneo yenye migogoro nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, James Swan amesema kuwa lengo kuu la uwepo wake katika mji wa Goma ni kusukuma mbele juhudi za kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Mapigano kati ya pande hizi mbili yamekuwa yakisababisha hali mbaya ya kiusalama na kibinadamu katika eneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni muhimu kufahamu kuwa kwa sasa mji wa Goma uko chini ya udhibiti wa waasi wa M23 ambao wanatajwa kuwa na uhusiano wa karibu na nchi jirani ya Rwanda. Tuhuma ambazo zimeendelea kuzua mvutano wa kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu. Ziara ya kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa inatazamwa kama hatua nyeti, hasa ikizingatiwa kuwa anazuru eneo linalodhibitiwa na kundi la waasi, hali inayoweza kufungua milango ya mazungumzo ya moja kwa moja au upatanishi kati ya pande zinazopinzana.
Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa mafanikio ya juhudi hizi yatategemea nia ya kweli ya pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na ushirikiano na wadau wa kimataifa na wa kikanda. Hata hivyo, pamoja na matumaini hayo, hali ya wasiwasi bado inatawala miongoni mwa wakazi wa Goma na maeneo ya jirani ambao wameathiriwa kwa muda mrefu na mapigano, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya kibinadamu. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa katika matokeo ya ziara hii ya James Swan, huku jamii ya kimataifa ikisubiri kuona kama juhudi hizi zitaleta suluhu ya kudumu au zitabaki kuwa sehemu ya mchakato mrefu wa kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuunga moja kwa moja na Radio BBC ili usikilize habari za kimataifa toka pande zote za dunia. Karibu katika taarifa yetu hii ya habari. Hiyo ni Ijumaa leo Aprili 24 mwaka 2026. Kwanza nampisha hapa Sarafina Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, Ijumaa imefika bwana, karibu. Imefika, tunashukuru. Asante Skola. Tukianza ni kwa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba usitishaji vita nchini Lebanon, ambapo Israel inapambana na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah, utaendelea kwa wiki 3 zaidi. Usitishaji wa sasa ulipaswa kuisha siku ya Jumapili. Tangazo la rais Trump linajiri baada ya duru ya pili ya mazungumzo na maafisa wakuu wa Lebanon na Israel mjini Washington DC. Hezbollah walikuwa wamepinga mkutano huo, huku wanajeshi wa Israel wakiendelea kuteka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Muda mfupi kabla ya mazungumzo hayo kuanza, ilisema kuwa ilianzisha mashambulizi mapya ya roketi kaskazini mwa Israel. Idara ya sheria ya Marekani imesema mwanajeshi wa kikosi maalum ambaye anadaiwa kujipatia zaidi ya dola 400,000 kwa kuweka kamari kuhusu kuondolewa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekamatwa. Saa chache kabla ya rais Trump kutangaza kuwa Nicolas Maduro amekamatwa, Gannon Ken Van Dyke anaaminika kuweka dau iwapo Maduro angeondolewa ofisini na iwapo Marekani ingeivamia Venezuela. Msururu wa kamari za mara kwa mara ulisababisha uchunguzi. Van Dyke anakabiliwa na mashtaka kadhaa, ikiwa ni pamoja na ulaghai wa fedha na kufanya miamala isiyo halali ya fedha. Anaweza kufungwa jela hadi miaka 50 iwapo atapatikana na hatia. Takriban raia 17 wameuawa na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Zaidi na David Mkea. Afisa mmoja kaskazini mashariki mwa Nigeria ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba waathiriwa walishambuliwa walipokuwa wakiokota kuni eneo la Gwoza katika jimbo la Borno. Habari za shambulio hilo zinajiri huku jeshi la Nigeria likiripoti operesheni kubwa kadhaa za usalama zilizofanikiwa katika siku za hivi karibuni. Na zaidi ya wahamiaji 250 kutoka India wanaodaiwa kuwa wana asili ya moja ya kabila zilizopotea za kibiblia za Israel wamewasili Tel Aviv. Wao ndio wa kwanza kuwasili tangu serikali ya Israel ilipoamua mwezi Novemba kupokea takriban watu 4,600 wa jumuiya ya Bnei Menashe wa Manipur na Mizoram kaskazini mashariki mwa India. Wanasema ni wazawa wa mojawapo ya kabila 10 zilizopotea za Israeli ya kale ambao walifukuzwa na wafalme wa Ashuru takriban miaka 2700 iliyopita. Hii ni BBC. Ni muhtasari wa habari za ulimwengu ambao umesomwa kwako na mwenzangu huyo Sarafina Robi, yuko studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, na unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia redio Kwizera, inapatikana Ngara, CJFM kule Tabora, Radio Free Africa Mwanza na Radio 1 Dar es Salaam. Kenya Most FM, Mwenedu FM, lakini kule DRC Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Uganda Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Pale unarambaza tu ndika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba usitishaji vita nchini Lebanon, ambapo Israel inapambana na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah, utarefushwa kwa wiki 3 zaidi. Usitishaji wa sasa ulipaswa kumalizika siku ya Jumapili. Tangazo la Trump linakuja baada ya duru ya pili ya mazungumzo na maafisa wakuu wa Lebanon na Israel mjini Washington. Hezbollah walikuwa wamepinga mkutano huo, huku wanajeshi wa Israel wakiendelea kuteka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Na taarifa zaidi na Sarafina Robi. Great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of... Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kwamba muda wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon umeongezwa kwa wiki 3. Katika mtandao wake wa Truth Social anasema hili linafuatia mkutano kati ya maafisa wa Israel na Lebanon katika ofisi ya Oval. Katika tangazo lake, Trump anasema mkutano huu, ambapo makamu wa rais J.D. Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio pia walikuwepo, ulikwenda vizuri sana. Anasema ilikuwa ni heshima kubwa kuwa mshiriki wa mkutano huu wa kihistoria, na anasema anatazamia kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun katika siku zijazo. Great meeting with the very high officials of... Nilikuwa na mkutano muhimu na viongozi wa ngazi za juu za Lebanon na Israel, na tunadhani kwamba rais wa Lebanon na waziri mkuu wa Israel katika wiki kadhaa zijazo watakuja hapa, na wamekubali kuongeza kwa wiki 3 kwa kusitisha mapigano. Hakuna kushambuliana tena. Tunatumai hilo linaweza kutokea kati yao, ila kuna Hezbollah na tunafanya kazi na Lebanon kurekebisha mambo katika nchi yao. Ninaamini ni kitu ambacho tunaweza kufanya kwa urahisi sana. Pretty easily. Mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yaloanza na duru ya kwanza mapema mwezi huu katika ikulu ya White House ni mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu mwaka 1993. Balozi wa Lebanon nchini Marekani Nada Hamadei Mouad, balozi wa Israel nchini Marekani Yeshel Lefter, balozi wa Marekani nchini Lebanon Michelle Issa, na balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, kila mmoja anamsifu Trump kwa mchango wake katika mazungumzo hayo. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likisema jeshi lake la anga limenasa na kudungua makombora kadhaa yaliyorushwa kutoka Lebanon, huku ving'ora vikilia katika eneo la Shtula. Hezbollah inasema kwenye Telegram kwamba ililenga eneo hilo katika shambulio la roketi. Haya yanajiri wakati mazungumzo kati ya Lebanon na Israel yakiendelea mjini Washington DC, kulingana na vyombo vya habari vya kitaifa vya Lebanon. Asante Sarafina Robi. Wawakilishi katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuajiriwa kwa watoto na magenge ya uhalifu nchini Haiti. Hatua hii imefuatia ripoti ya shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF mapema mwaka huu ikisema iliongezeka kwa 200% mwaka 2025. Nchi hii imekumbwa na ghasia na magenge yaliyoenea kwa miongo kadhaa. Wakati huo huo, zoezi la usambazaji chakula limeendelea kuwa gumu nchini Haiti, huku kutokana na hali ya usalama, ambapo mwakilishi wa kikanda wa shirika la chakula duniani WFP nchini humo Laura Castro anasema hali ni mbaya. Today you are seeing... Leo unaona chakula cha mwisho tulicho nacho kutoka kwa serikali ya Marekani kimefika na sasa kinasambazwa, lakini tutaishiwa, hatutakuwa na chakula. Tukiacha kuwapa chakula wanawake walio katika mazingira magumu, walio katika vituo vilivyohamishwa na wanawake walio katika familia zinazowapokea, itawabidi kutafuta chakula hiki kwa namna fulani, na hilo litawafanya wawe hatarini sana, wanyonge zaidi kuliko walivyo sasa. Very vulnerable, much more vulnerable they are now. Inakadiriwa kwamba nusu ya washirika wa magenge ya wahalifu ni watoto huko Haiti, na hivyo kufanya taifa hilo kuwa maeneo hatari zaidi ulimwenguni kwa mtoto. Wawakilishi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamesisitiza haja ya kuwalinda watoto, huku kukiwa na mzozo wa kibinadamu, kiuchumi na kiusalama wa Haiti. Kaimu mkazi mkuu wa Haiti Alex Didier Fils-Aime anasema ni wakati wa kukusanyika pamoja ili serikali ichukue nafasi yake inayostahili na kwamba Haiti haitaangamia. Tangu vita vya magenge vilipozuka mwaka 2021, karibu watu milioni 5 wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo, nusu yao wakiwa ni watoto. Maelfu wameuawa, pamoja na ripoti zilizoenea za unyanyasaji wa kingono, utekaji nyara na unyang'anyi.
Na utafiti mpya umegundua kwamba watoto wanaougua malaria kali wanaweza kupata athari ya kudumu ya ubongo, huku wengine wakipata alama za chini na uelewa wao kuwa mdogo na uwezo wa kufikiria kuwa umeathiriwa baada ya miaka kadhaa. Utafiti huu uliongozwa na kufanywa nchini Uganda na Paul Bangirina ambaye ni profesa mshiriki wa saikolojia katika chuo kikuu cha Makerere mjini Kampala. Ulifuatia watoto ambao walikuwa wametibiwa aina 2 za malaria makali. Waliwafuatilia watoto hao kuanzia mwaka 2008 na kugundua baadhi yao walionyesha dalili za kuathirika kwenye utambuzi, kufikiria, kujifunza ndani ya mwaka 1 hadi 2 wa maambukizi ya malaria makali. Lakini uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha athari hizi zinaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Taarifa hii inasomwa hapa na Esther Luambano. Jumla ya watoto 939 walipimwa tena, wengine hadi miaka 15 baada ya kupata malaria iliyoenda kichwani au anemia kali iliyosababishwa na malaria. Malaria ya ubongo ndio aina kali zaidi. Inatokea wakati ambapo chembechembe za damu zilizoambukizwa zinapowekwa kwenye mishipa midogo ya damu kwenye ubongo, hivyo kuzuia mtiririko wa damu na kusababisha uvimbe. Inaweza kusababisha kushindwa kujitambua, katika hali nyingine kupelekea kifo. Pamoja na anemia kali ambayo hutokea wakati mwili hauzalishi seli nyekundu za damu za kutosha, inadhaniwa kuathiri zaidi watoto milioni 2 kila mwaka, wengi wao katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wakati watafiti waliporekebisha mambo kama vile hali ya kijamii na kiuchumi na elimu, walibainisha kuwa tofauti za upatikanaji wa huduma za afya zinaweza pia kuwa zimeathiri matokeo. Walipata watoto waliofanya vibaya zaidi katika hesabu kuliko wale ambao hawakuwa na ugonjwa huo. Mwaka 2024, malaria ilisababisha takriban visa milioni 282 na vifo 610,000 duniani kote kutoka vifo 598,000 mwaka uliopita, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Vifo vingi ni miongoni mwa watoto wadogo barani Afrika. Ingawa maendeleo yamepatikana katika kupunguza idadi ya vifo duniani tangu mwanzo wa karne hii, wataalamu wanasema ni kama vile maendeleo yamesimama katika miaka ya hivi karibuni. Wakati nchi 47 zimeidhinishwa kuwa hazina malaria, nyingine ikiwa ni pamoja na Ethiopia, Madagascar, Afghanistan na Yemen zinashuhudia kuongezeka kwa kesi. WHO imesema kuibuka tena kwa ugonjwa huo kwa kiasi fulani kunatokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababisha hali ya joto na unyevunyevu, ambapo mbu hukua na kusukuma wadudu wanaoeneza magonjwa katika maeneo ambayo hayakuathiriwa hapo awali. Ni Esther Luambano na ripoti hiyo kuelekea siku ya malaria duniani ambayo itaadhimishwa hapo kesho Aprili 25 kesho. Tuanze viwanjani bwana. Kama kawaida. Umefanyaje? Jamaa nini? Mbona mimi wapi jamani? Mshambuliaji wa Hispania Lamine Yamal ametakosa msimu uliosalia Barcelona, lakini anatarajiwa kuwa fiti wakati wa finali za kombe la dunia Skola. Mchezaji huyo atakuwa fiti. Yes, wenzetu wanaweza kutajiri vizuri. Kinda huyu mwenye miaka 18 alipata majeraha ya msuli wa paja katika mguu wake wa kushoto wakati wa goli moja bila dhidi ya Celta Vigo Jumatano. Alikuwa ameipa Barcelona bao la kuongoza kwa mkwaju wa penalty dakika 40, lakini mara moja baada ya kuonyesha kwamba jeraha limekuwa gumu na kukaa chini akishikilia mguu wake huo, alisaidia kutoka nje na wafanyakazi wa matibabu na kwenda moja kwa moja nje ya uwanja. Kwingineko, shirikisho la soka la kimataifa FIFA halina mpango kubadili ama kuibadilisha Iran na kuchukua nafasi yake kwenda kwa Italia kwenye michuano ya kombe la dunia msimu huu wa joto. Hii ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali baada ya mabadiliko hayo kupendekezwa na mjumbe maalum. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari za kimataifa kutoka BBC, basi acha ni kuunge na habari zingine kutoka sehemu mbalimbali Tanzania na maeneo mengine pande zote za dunia. Karibu. Kukatwa maana yake nini? Kwa sababu mkiwa mnafanya uchaguzi na chama kinataka kupeleka mgombea mmoja katika kila nafasi, iwe ya ubunge au diwani, na wanaogombea ni wengi. Sasa ukichagua mmoja, huyu wakati wale wengine, ila unakuwa umeteua. Lakini binadamu wanatofautiana. Mwingine akigombea anasema lazima awe yeye, asipokuwa yeye tafasiri yake ni kwamba amekatwa. Wako hao ambao hawakuridhika walisababisha yalotokea. Ndio tume imesema. Katika chama mtafanya nini pengine, kwa sababu mna mamlaka ya kuweza kuyarekebisha haya? Tutangoja upelelezi, kwa sababu tume haikutuambia majina. Mojawapo ya vitu ambavyo tume imeshauri ni kuundwa tume maalum ambayo ni shirikishi kwa ajili ya kuleta maridhiano.
taarifa ya vyama vikuu vya upinzani Chadema na ACT wameenda kinyume kabisa na taarifa ya tume. Sasa CCM mkienda kwenye maridhiano mtaridhiana na nani wakati niambie wamesemaje kwanza? Wamesema kwamba tume, taarifa ya tume kuanzia mwanzoni walikuwa wanahoji uhalali wa tume na wasema taarifa ya tume imepotosha mambo mengi, hawakubali nayo kabisa. Imepotosha nini? Kwa sababu huwezi kusema mambo mengi tu. Baadhi ya vitu ni takwimu zilizotolewa, hawakubali nazo. Baadhi ya vitu ni kwamba hizo kauli za no reform ndo vichocheo, hawakubali navyo. Ni vitu vingi wameeleza kwamba kwao hiyo taarifa ya tume ni batili. Ndio. Hawakubali nayo kabisa kwa taarifa iliyotoa jana. Sawa sawa. Mtaenda kwenye maridhiano, mtaridhiana na nani wakati vyama vikuu vya upinzani? Hatuendi kwenye maridhiano kuridhiana na chama fulani. Sisi tunataka kuridhiana kama nchi. Tunataka kuponya nchi. Kisiasa, tuzungumzie kisiasa. Kisiasa unaponya nchi kwa sababu siasa si ya vyama peke yake. Vyama lazima viwe na watu wanaoviunga mkono. Sasa katika hili ukichukua maoni ya wananchi walio wengi, kwanza wameiambia tume kwamba mambo yaliyotokea hayafanani na Utanzania. Wamesema haufanani na maadili na nchi tuliyoachiwa na waasisi wa nchi hii. Kwa mfano maridhiano, kauli amekuwa akizitoa mara kwa mara, wako tayari kufanya maridhiano endapo mwenyekiti wao atakuwa yuko nje ili naye ashiriki. Limesemwa sana. Hiyo ndio kosa bila kuingilia wanalofanya. Kwa sababu maridhiano sio badala ya sheria. Hata tume imesema turidhiane, tuunde chombo cha maridhiano, na sisi CCM tunakubali kabisa. Lakini sasa hivi ukisema lakini tume hiyo yote nimesema katika jambo hili lote kuna jinai. Umeona jinsi walivyopambanua. Upande mmoja kuna maridhiano, lakini pamoja na kuridhiana upande wa pili kuna nini? Kuna jinai inahitaji kuchunguzwa. Hali ya chama iko vipi? Wako nje wanaosema huenda chama kina mpasuko kidogo. Mpasuko wanauona wawe, watusaidie tuone ili tuuzibe. Mimi siuoni. Ni mitazamo pia pengine na ya baadhi wanachama ambao hawaji mbele, lakini wanaona kama kwenye chama kuna kitu ambacho hakiko sawa. Yaani hilo wala sio jambo jipya. Mimi nimekuwa kwenye hiki chama miaka yanatokea. Yanatokea hata wakati wa Jakaya. Kwa sasa yapo. Yanasemwa wakati gani yanasemwa. Kwa sasa yapo. Lakini ikifika tunaendelea. Hata sasa wakisema wanasema, lakini mtu ambaye ana nia njema atupe ushahidi tu. Sisi hataki mgawanyiko. Ndani ya muyaoni. Sasa tutayaona wapi bila tukikaa wakituambia waliosikia na wakatupa ushahidi tutayashughulikia. Walitembelea wakaona kuna baadhi ya vituo vya kupiga kura viliharibiwa na ilionekana baadhi ya watu wakimbia na maboksi ya kura. Kweli kama chama mnakuwa na imani na zile idadi za kura zilizo? Wewe unachanganya mambo. Unakuwa na mfumo unaochukua takwimu. Sasa ukichukua sanduku hujachukua takwimu. Kwa masanduku hayakuwa na kura. Masanduku yatakuwa ya kura, maana inategemea saa ngapi. Maana kwa zilishapigwa zimehesabiwa. Na vituo vilivyochomwa vya kupigia kura masanduku yalikuwa yashaondolewa. Inawezekana masanduku yashaondolewa. Sasa ni ghasia. Lakini uwezi ukasema watu wa Kongo wale walipiga kura. Mpaka Goma walipiga. Sasa takwimu zipatikanaje? Kwa sababu uwezi ukaiba, labda uibe kompyuta. Lakini kama kompyuta ili kompyuta mpakato kama nimemwona mtu anayo hapo. Hiyo hapo. Kama unayo wataiba vyote, lakini ukibaki na kompyuta mpakato unabaki na takwimu. Na uchaguzi ni hesabu. Sasa utaiba hesabu. Ilikuwa ni tume iliyoundwa na rais na hii ni ripoti ya rais. Watu wamechanganya, haelewi kwamba ile ilikuwa inamaanisha nini. Kwamba watu wengine hawapaswi kuitumia au ilikuwa ina maana gani? Ilikuwa ni ya rais na yeye hakutaka ijulikane, asingewaleta wale majaji kuja kueleza. Lakini tume ile inaweza kuwa imesema wewe Msangi umehusika, uchunguzi. Yeye ndiye alisema hii ni tume ya rais. Ni ya rais. Kwa sababu ina maana gani?
Ngoje, maana yake ni kwamba imeundwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa mamlaka ya rais ya kuunda tume. Hiyo maana yake sio kwamba sasa ameichukua imekuwa mali yake. Ni mali yake kwa sababu yeye ndiye aliyeunda tume, ndiye anayeamua. Sasa wameshawasomea Watanzania mambo yaliyomo. Lakini kuna mengine pengine hawakusema kama yanayosema tuunde tume ya nini ya jinai. Inawezekana tume labda imesema jinai hii sisi hatukutumwa kutafuta jinai, lakini dalili zinaonyesha kuna jinai. Sasa hiyo jinai ukiitangaza pale, wale wenye kuhusika mtakutana nao wapi? Kwa kuna mambo yatakuwa yamekuwa sealed, ambayo sio kila kitu kiko kwa ajili ya public consumption. Hata mimi siyajui, pamoja na makamu mwenyekiti wangu. Sasa unataka tume ile iwe yangu mimi niliiunda. Ni tume ya rais. Tume ya rais, sio ya Samia, ya rais. Unajua tunachanganya Samia na rais. Samia ni individual, lakini rais ni taasisi. Huwezi kujua mwanachama ni nani katika nchi hii. Sisi tumepeleka pale watu retired na sifa zao zimesomwa. Wanachama wao hauna uhusiano wote. Sio kwamba wanachama wetu wanakariri dini. Wanachama wetu wanaweza kuwemo mwanachama mle, lakini ameapa kufanya kazi ile aliyofanya nini? Aliyopewa. Uhukumu kazi yake, usihukumu maisha yake. Sasa Jaji Chande ni chama gani? Nchi inaendeshwa na vijana kabisa. Naenda kwa madisi wanaoteuliwa na rais. Vijana watupu. Wapi wazee? Tena wazee labda ndio wangefanya maandamano ya kupinga kwamba wameachwa. Wazee mnawawakilisha mimi tu hapa peke yangu. Na niliwaambia anataka umakamu njoo tukupe kama utaukimbia. Bwana ni wakuendesha watu hawa sisi mpaka wakusikilize. Sio kazi rahisi, lakini kazi nyingi za nchi ziko mikononi mwa nani? Mwa vijana. Sasa vijana wanaokuambia hayo mambo wako wapi wao? Maana hata tume inatuambia vijana waliopelekwa mafunzo wakafundishwa ni wale ambao uwezo wao wa kureason uko chini. Sio the educated, wala hata engineers walioko humu mtaani hawakwenda kuandamana huko. Wasomi wako hapa Dar es Salaam hawakwenda. Kwa hiyo walikuwa wanakuwa selective, nani atawasikiliza awape 10,000. Wewe utapeleka engineer kwa 10,000 akaandamana afe. Hata 50,000, hata 500,000 zile za wapi kule Meru. Nani ataenda kufa kwa 5,000? Lazima walikuwa selective, ndio maana walijua, alafu wao hawakwenda. Wachochea wakabaki pembeni.